na kumtii Mungu peke yake, kwa kuwa yeye ndiye uhai, maisha na mwisho wetu. Wapendwa katika Kristo Bwana wetu na Mungu wetu, maisha baada ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ni tofauti kabisa na maisha kabla ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Maisha yetu baada ya ufufuko ni tofauti kabisa na maisha kabla ya ufufuko. Baada ya dhambi ya wazazi wetu wa kwanza Adamu na Eva, na kabla ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, mwanadamu alikuwa mtumwa. Tena alikuwa ni mtumwa aliyekamilika. Baada tu ya dhambi ya Adamu na Eva, Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 54 inatufundisha mambo mawili yaliondoka baada tu ya dhambi ya Adamu na Eva. Jambo la kwanza, mahusiano ya ndani kabisa kati ya mwanadamu na Mungu ambayo yalikuwepo kabla ya dhambi ya Adamu na Eva, baada ya dhambi yalipotea. Jambo la pili, utukufu wa neema na haki ambao mwanadamu alikuwa nao kabla ya dhambi, baada ya dhambi uliondoka. Ndio kusema, ndugu zangu, kabla ya dhambi ya Adamu na Eva, mwanadamu alikuwa kwenye mahusiano ya ndani kabisa na Mungu wake. Lakini mwanadamu huyu alivikwa utukufu wa neema na haki kabla ya dhambi ya Adamu na Eva. Lakini baada ya dhambi ya Adamu na Eva, mahusiano ya ndani kabisa kati ya mwanadamu na Mungu yalipotea. Utukufu wa neema na haki uliondoka. Na kwa kuwa hivyo viliondoka, mwanadamu alikuwa ni mtumwa aliyekamilika. Na ndiyo maana matokeo ya dhambi ya Adamu na Eva yanaonekana mapema kabisa baada ya dhambi yao. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3, mwanzoni kabisa baada ya dhambi ya Adamu na Eva, linatokea tukio la Kaini la kumuua ndugu yake Abeli. Na ni kwa sababu ya nini? Wivu. Kwa sababu ya nini? Matokeo ya dhambi. Haijatosha, mbele kidogo tu katika kitabu cha Mwanzo hicho, Mungu anaghadhibishwa na mwenendo na tabia ya mwanadamu. Anaamuru mvua inyeshe kwa siku 40 usiku na mchana, na anatamani amfute mwanadamu katika ulimwengu. Hayo ni matokeo ya nini? Dhambi. Haijapita muda mrefu, tunasikia habari za Sodoma na Gomora, mambo ambayo hatukuyasikia kabla ya dhambi ya Adamu na Eva. Lakini baada ya dhambi ya Adamu na Eva, habari za mienendo mibovu na ya hovyo ya mwanadamu inaanza kuonekana. Mungu anaghadhibishwa na mwenendo na tabia ya mwanadamu, na anatamani amfute mwanadamu katika ulimwengu. Hayo ni matokeo ya nini? Dhambi. Tunajiuliza sasa hivi, kwa nini katika nchi yetu tunalia, tunalalamika? Wanadamu hatuthaminiani katika utu, katika ubinadamu. Inaonekana mwingine ana mamlaka na uhai wa mtu mwingine na anaweza kukufanya chochote. Tunahangaika kujiuliza, eti ni kwa nini? Hakuna sababu nyingine, ni kwa sababu ya dhambi. Mioyo imechakaa kwa dhambi. Kama mioyo isingechakaa kwa dhambi, tungeiona thamani ya mwanadamu huyu ambaye ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Lakini tunafikia hapo kwa sababu hakuna sababu nyingine. Uwe ni kiongozi, uwe ni nani, unapoona mwanadamu mwingine si kitu mbele yako na unaweza kuamuru chochote kuhusu uhai wake, moyo wako umejaa dhambi na umechakaa kwa dhambi. Ukiuisha moyo wako,
ukarudisha upendo, utamthamini Mungu, utamthamini mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa nani? Tofauti na hapo, ukishupaa katika uovu katika moyo ukishajaa tu na dhambi na uovu, yanayotokea hatushangai. Mwanadamu ameendelea kuwa mtumwa baada ya dhambi ya Adamu na Eva kwa muda mrefu. Tunaifahamu vizuri historia ya Waisraeli. Baada ya dhambi ya Adamu na Eva, si tu kwamba mapendo yalishuka, si tu kwamba hakukuwa na utii wa mwanadamu kwa Mungu, lakini kuna matukio mengine ya ajabu yaliendelea kutokea. Njaa, vita, magonjwa na mengineyo mengi. Hayo yametokea kwa sababu ya nini? Dhambi. Wakati fulani wana wa Israeli wameonekana wako utumwani Misri, kwenye nchi ya watu, wakiwa wanateseka, wananyanyaswa. Mahangaiko hayo yote yametokea kwa sababu ya nini? Mungu anaanza taratibu kumrudisha mwanadamu katika himaya yake. Anawatoa wana wa Israeli kule Misri na anaahidi kuwarudisha kwenye nchi yao wenyewe. Taratibu wanaanza safari yao, na mwisho, licha ya changamoto mbalimbali njiani, walifika kwenye nchi ya ahadi. Lakini madhara ya dhambi hayakutoka. Dhambi ya wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Eva, ilituathiri vibaya. Na ndiyo maana mara moja Mungu anawakumbusha wana wa Israeli kufanya hili na hili. Anafanya nao agano pale mlimani Sinai, kwamba mkizitia amri zangu kweli kweli, mimi nitawafanya ninyi kuwa ukuhani wa kifalme na taifa takatifu. Lakini tofauti na hapo, msiponitii mimi kweli kweli, nitawaadhibu. Wanakumbushwa leo kuhusu kumtii Mungu, na wao wanaitikia amina. Lakini baada ya muda mchache wanarudi tena katika mazingira yao. Dhambi ya wazazi wetu wa kwanza ilikuwa na madhara makubwa na ina madhara makubwa. Wana wa Israeli baada ya kufika kwenye nchi yao ya ahadi, walipoonekana wanakengeuka katika mienendo, katika tabia, Mungu aliwaadabisha kwa njia ngumu. Aliruhusu mataifa mengine yaje kuwachukua mateka ili wafundishwe kwa njia ngumu, na baadaye warudi katika agano ambalo walifanya na Mungu. Wanachukuliwa utumwani na Waashuru, wanamlalamikia Mungu, Mungu anaonea huruma na warudisha tena katika nchi yao. Wanachukuliwa tena mateka na Wababeli, wanalalamika, wanamlilia Mungu, Mungu anawarudisha tena katika nchi yao. Wanachukuliwa utumwa tena na Waajemi, wanalalamika, Mungu anahurumia tena na kuwarudisha katika nchi yao. Walikuja wakachukuliwa mateka na Wagiriki, walipolalamika, Mungu alionea huruma tena na kuwarudisha katika nchi yao. Mahangaiko ya mwanadamu hayo yote ilikuwa ni kwa sababu ya nini? Ilifika mahali hata wana wa Israeli wamerudishwa katika nchi yao wenyewe pale Israeli pale Yerusalemu, wamerudishwa. Wanajenga nyumba leo, mtu anajipata kiuchumi leo, baada ya siku kadhaa ameumwa, mwingine amekufa. Wakaanza kujiuliza, haya ni mambo gani? Na ilifika mahali wakakata tamaa. Mhubiri sura ya 12 aya 8 kuna maneno haya: ni ubatili mtupu, ni ubatili mtupu, mambo yote duniani ni nini? Walifikia hapo kwa sababu wametolewa huku utumwani, wamerudishwa katika nchi yao. Wanajitahidi kujijenga kiuchumi, mambo wanaona yanakuja, lakini kuna magonjwa, kuna vifo tena. Wakawa wanajiuliza, kwa nini haya mambo yanatokea? Lakini ilikuwa ni matokeo ya dhambi ya wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Eva. Dominika ya Pasaka, Dominika 3 zilizopita, tulisherehekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kilitokea nini kwenye Dominika ya Pasaka? Mungu alipoona mwanadamu anahangaika, mwanadamu amekuwa mtumwa wa kimwili na kiroho, namna moja ambayo alifikiria na aliona kwake yeye ni kamilifu, hatuwezi kumlipi, kwa Mungu alikuwa ana option hiyo tu. Aliamua kumtuma mwanawe pekee Bwana wetu Yesu Kristo hapa duniani ili achukue mwili wa kibinadamu ambao ni dhaifu, mwili wenye dhambi. Yaani Mungu huyu aje achukue mwili wa kibinadamu, apatanishe hizi hali mbili, umungu wake na ubinadamu wetu.
Na si hivyo tu, katika mateso yake alikuwa anausulubisha ule utu wetu wa kale ambao umeharibiwa kwa dhambi ya Adamu na Eva. Alimwaga damu yake pale msalabani akiwa anauosha utu na ubinadamu wetu, na baadaye akafa msalabani ikiwa ni ishara ya kufia ule utu wa kale, na baadaye anafufuka anatujalia utu mwingine, ubinadamu mpya. Ndiyo maana waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 6 tunaambiwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja na Kristo pale msalabani, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitende dhambi tena. Kristo kuchukua mwili wa kibinadamu ambao ni dhaifu, wenye dhambi, kupata mateso nao na kuufia pale msalabani, ilikuwa ni ishara ya kutusamehe na kufuta uovu wa mwanzo. Kwa kufufuka kwake anatujalia utu na ubinadamu mwingine, tunakuwa viumbe wapya. Dominika ya Pasaka tulisherekea ukombozi wetu, ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, ikiwa ni ishara kwamba sisi ambao tumekufa pamoja na Kristo na kufufuka naye kwa njia ya ubatizo, tumepewa utu na ubinadamu mpya, na lazima tung'ang'anie hiyo hadhi kwa milele yote. Dominika iliyopita, Dominika ya pili ya Pasaka, ilikuwa ni Dominika ya huruma ya Mungu. Kwa nini ni Dominika ya huruma ya Mungu? Kanisa linataka tuungame na kuitukuza huruma ya Mungu ambayo ndiyo iliyotufaidia ukombozi. Mungu Baba kwa huruma yake alimtoa mwanawe wa pekee Bwana wetu Yesu Kristo aje kuchukua mwili wa kibinadamu na atoe kafara iliyotufaidia ukombozi wetu sisi wanadamu. Dominika ya leo tunasali na kumwomba Mungu atujalie fadhila ya mapendo na utii, kwamba katika Dominika hizi mbili zilizopita tulichokifanya kwa kweli ilikuwa ni kuungama na kutukuza huruma ya Mungu iliyotufaidia nini? Ukombozi. Na sasa wajibu unaotuangukia sisi ambao tumepewa utu mpya na ubinadamu mpya ni kuendelea kuilinda hiyo hali kwa wivu na kwa sadaka kubwa. Ndiyo maana Dominika ya leo tunamwomba Mungu kwa kweli ahuishe fadhila ya mapendo na utii, tumpende na kumtii Mungu peke yake, kwa kuwa yeye ndiye uhai, maisha na mwisho wetu. Lakini ndugu zangu, baada ya kafara ya Kristo, baada ya kutukomboa sisi wanadamu, sio kwamba automatically sasa tumeushinda ulimwengu na tunakuwa katika hali ya neema muda wote. Injili ya Yohane sura ya 1:12 tunaambiwa wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa. Sio kwamba kitendo cha Kristo kutoa kafara pale msalabani kilitufaa tu wanadamu wote hata kama hatumuungami na hatumkiri. Hapana. Wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana. Na waliompokea ni watu gani? Ni wale ambao wamekufa na Kristo na kufuka naye kwa njia ya ubatizo. Hawa ndio waliompokea, na kwa njia hiyo anawapa uwezo wa ninyi kufanyika wana wa Mungu. Sio anawafanya wana wa Mungu. Angekuwa amewafanya wana wa Mungu mngekuwa mna uwezo wa kushinda kila kitu, si ndio? Yeye tayari ameshamaliza. Anawapa uwezo. Hizo nguvu unazo. Sio automatically, yani tayari ameshakufanya mwana wa Mungu kwa hiyo unaweza amekupa uwezo kwa njia ya ubatizo. Anakupa uwezo na hizo nguvu za kupambana na ibilisi. Unazo. Ni wewe tu kuamua. Ushindwe wewe. Nasisitiza, sio kwamba baada ya kukombolewa tunabaki katika hadhi hiyo milele. Huo uwezo tunao. Katika Injili tumemsikia Petro. Petro leo anatufundisha mambo mawili msingi sana. Jambo la kwanza, Petro alikuwa mfuasi wa karibu kabisa wa Kristo, si ndio? Si huyu ambaye amekaa na Kristo kwa miaka 3, si ndio? Huyu amemshuhudia Kristo akiwa anaponya watu, anatenda miujiza. Lakini baada ya ufufuko wa Kristo, Petro anaingiwa na mashaka. Mapendo yake yameshuka. Yule mtu aliyemfuasa kwa miaka 3 akishuhudia yote aliyoyafanya, haonekani tena, amekufa, amefufuka, lakini yeye bado ana mashaka. Na kwa kuwa ana mashaka, pendo kwa Kristo linashuka. Na kwa kuwa pendo kwa Kristo linashuka, giza linaanza kuongezeka. Anarudi kwenye kazi yake ya
mwanzo. Anawaambia wenzake, twendeni baharini tukafanyaje? Tukavue samaki. Yaani mambo yale ya Kristo na nini tena hayapo. Mashaka. Pendo limeshuka. Giza linaongezeka. Ndugu zangu, kadiri unavyojiweka mbali na Kristo ndipo unavyoongeza giza. Yaani kadiri unavyojivuta tu, kanisani siendi, kusali nitasali kesho. Kadiri unavyoongeza huo umbali ndipo unavyoongeza giza katika maisha. Na kwenye giza kuna kila aina ya wadudu na kila aina ya majambo kwenye giza. Petro ameshuka katika upendo. Giza linaongezeka, anaenda kuvua samaki. Na alijua atafanikiwa. Baada ya kuvua wamepata samaki. Ndugu zangu, ukifanya mambo kwa nguvu zako mwenyewe huwezi kufanikiwa. Huwezi. Petro amemwacha Kristo, ameongeza umbali hapa. Anajua kwa nguvu zake mwenyewe na kwa akili zake mwenyewe watapata samaki. Wamefika baharini usiku kucha, wamehangaika na wenzie, hawajapata. Na hata ukiongeza umbali huo, ukimwacha Kristo tukaongeza hilo giza, bado Mungu hawezi kukuacha. Kuna namna atakuja kujidhihirisha kwako. Ukisoma neno lake atakukumbusha tu, mwanangu unapoenda sio. Lakini kwa njia ya watu wake, makuhani, katika neno lake atakukumbusha tu. Kwa njia ya mahubiri atakukumbusha, mwanangu unapoenda sio. Hata kupitia watu wengine wa karibu watakuja watakwambia, ndugu yangu unapoenda sio. Mungu atajidhihirisha tu katika hilo giza unalolitengeneza. Na giza likishatengenezwa katika moyo, kunakuwa na nini? Visirani, chuki, ubinafsi, kiburi na mambo kama hayo. Na leo hapa nitasisitiza, kwa kuwa mapendo yanashuka kwa Mungu, kwa kuwa sisi tunaanza kushusha mapendo kwa Mungu wetu, hatumpendi Mungu, tumeanza kuongeza giza katika maisha. Na ndiyo maana tunalalamika sasa hivi upendo kati yetu haupo na upendo kwa Mungu haupo. Na ndiyo maana mambo ya hovyo yanatokea. Tumejivuta kutoka kwa Kristo, kutoka kwa Mungu, hapa katikati kuna giza. Na tunaamini kwa nguvu zetu tunaweza. Haiwezekani. Haiwezekani. Umbali wowote kutoka kwa Kristo ni giza. Kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi kushinda na kufanikiwa. Baada ya Kristo kuwatokea kina Petro akiwa pale baharini, anawapa ushauri. Rusheni tena hilo jarife. Nendeni mpaka pale. Na kwa kuwa wamemsikiliza vizuri Kristo, baada ya kwenda mara ya pili ndipo wamefanikiwa kupata nini? Ni baada ya kumsikiliza nani? Pamoja na Kristo tunafanikiwa na kushinda. Pamoja na Mungu tunafanikiwa na kwa nguvu zetu wenyewe tutaleta malalamiko na karaha kwenye jamii. Kwa kuwa tunauhangaikia utukufu wa matumbo. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi, sura ya 3 aya ya 2 na aya ya 19. Paulo alikuwa anawaambia Wafilipi, anasema jihadharini na mbwa. Sasa ile mbwa iliyotumika pale sio kama mbwa wa wanyama. Mbwa inawaelekea watu wote ambao wamemwacha Mungu na wanatenda mambo ya hovyo. Yeye anawaambia Wafilipi jihadharini na nini? Na wakati ule Wayahudi walikuwa wanawatesa sana Wakristo. Sasa anatumia lugha hii ili wasipate kumuelewa vizuri. Jihadharini na mbwa. Waraka Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 3 aya ya 2. Alafu anawaelezea hao mbwa tabia zao katika aya ya 19. Anasema hao mbwa utukufu wao ni matumbo, na mwisho wao ni fedhea. Haya sio maneno yangu, ni maneno ya Paulo kwenda kwa nani? Na ni maneno ya mimi kuhani kwenda kwenu ninyi mnaonitazama sasa hivi. Na namna pekee ya kujihadhari na mbwa ni kama hiyo aliyofanya akina Petro hapa. Hao mbwa walikuwa wanawakataza, tumewaamuru msifundishe kwa jina nani? Lakini kwa kuwa wamefufuliwa pamoja na Kristo wana nguvu, anakwambia hakuna hiyo. Imetupasa kumtii Mungu kuliko wewe. Jambo lolote ambalo linaleta ustawi kwenye utu na ubinadamu, hilo lazima tulishabiki. Na jambo lolote linaloelekea kuharibu utu na ubinadamu, tutalikemea. Na wakati fulani
wakati fulani damu inapomwagika kwa ajili ya haki na ustawi wa utu na ubinadamu, damu hiyo ina mambo mawili, au inalaani au inaokoa. Damu inapomwagika, damu ya mtu mwenye haki inapomwagika kwa sababu ya kutetea utu na ubinadamu wa watu wengine, damu hiyo au inalaani au inakomboa. Epukeni kushika damu za watu. Jambo la pili ambalo Petro leo anatufundisha, baada ya kupata wale samaki wengi, Yesu anawaambia njooni mpate chakula. Hapo sitaki kuzungumza sana, lakini nataka tuende pale alipoanza kumuuliza Petro, na anamuuliza peke yake. Je, anamtaja majina yake, tena sio jina, Simoni wa Yohana, wanipenda mimi kuliko hawa? Petro anajibu anasema, naam Bwana, wewe wajua ya kuwa na. Kwa nini Yesu alianza kumuuliza kuhusu habari ya mapendo? Yesu anataka kuuisha upya mapendo kwa Petro, arudi. Mapendo alianza kushuka, akarudi kwenye hali yake ya mwanzo, anahuisha tena. Na kwa nini amuulize mara tatu? Mnamkumbuka Petro alimkana Yesu mara ngapi? Leo wakati anamuuliza maswali, ilikuwa ni nje ya bahari pale pembeni ufukweni, na tumeambiwa kulikuwa kuna moto wa makaa, ndio walikuwa wanatumia kuchoma nini? Mungu anatumiaga mazingira yale yale katika kumkamilisha mwanadamu. Endapo la kwanza lilikuwa baya, lile la pili anapotaka kuliweka vizuri anatumia mazingira yale yale. Kwani Adamu na Eva walifanya dhambi wakiwa wapi? Bustanini, si ndio? Yesu alikamatwa ili aanze safari yake ya mateso akiwa wapi? Mazingira yale yale. Wakiwa hapo pembeni, kuna moto wa makaa. Anamuuliza Petro maswali matatu. Wakati Yesu amekamatwa, wakiwa kule anahojiwa, Petro aliulizwa, alimkana Yesu mara tatu akiwa anaota moto. Wakiwa kwenye moto wa makaa, hamjawahi kusikia habari? Petro akiwa anaota moto kule alipoenda kule kumsindikiza Yesu. Wakati anauliza wale maswali, alimkana Yesu pale pale akiwa anaota nini? Na leo anataka kumkamilisha, aungame Kristo kwa mapendo makuu, kwa viwango vikubwa vya mapendo. Hapa hapa ukiwa juu kwenye makaa ya moto, hapa hapa. Na lile swali la tatu, muona kama Petro amekasirika kuna namna fulani hivi. Wataalamu wanasema ni tayari alishagundua kwamba Yesu alimrudisha kwenye wakati ule anamkana. Ndio maana wewe bwana, unajua mimi nakupenda. Nilikuwa nataka ufike hapo, ugurudi kule nyuma, uungame vizuri. Tunataka ungamo la mapendo kwa Mungu la viwango vya juu. Amempa wajibu mbili. Kwanza, lisha kondoo wangu, na pili, chunga kondoo wangu. Hayo mawili sio ya bahati mbaya. Kusema ukweli, sehemu hii Mungu anataka kutukumbusha sote ambao tuna wajibu katika familia zetu. Sisi ni viongozi wa kwanza kwenye familia zetu. Ninyi akina mama, ninyi akina baba, ni viongozi wa kwanza kwenye familia. Sasa anakumbusha hapa, muone wajibu wa kiongozi. Kwanza ni lazima uwe na ungamo la mapendo kwa viwango vya. Hayo mapendo nayo ungama yana wajibu. Wa kwanza, lisha, wa pili, chunga. Kulisha maana yake nini? Anataka huyu kiongozi awe na wajibu wa kuhakikisha ustawi wa utu na ubinadamu katika chakula na vitu vingine vyovyote vinavyomfanya mwanadamu astawi. Utu na ubinadamu. Lisha. Hakikisha uhai wa huyu mtu unatetewa kwa namna zote unazojua wewe. Isifike mahali unajua kuna mwenzetu ana chakula. Aise, kama kweli unaungama mapendo kwa Mungu kwa viwango vya juu, unao wajibu wa kwanza wa kuhakikisha ustawi wa utu na ubinadamu. Lisha kondoo wangu. Wajibu wa pili, chunga kondoo wangu. Maana yake ni lazima uhakikishe salama ya mazingira ya huyu mtu. Ningekuwepo leo na wale wanaohusika waliopewa dhamana ya kuwaongoza watu wowote, iwe katika jamii au katika mazingira yote, ningewauliza hili swali kama ambavyo Yesu alimuuliza Petro.
mnampenda Mungu? Ndio ataje majina yao kabisa. Wewe mtu fulani unampenda Mungu? Najua angejibu tunampenda. Kumpenda huko kuna wajibu hizi mbili. Naomba unielezee kuhusu ustawi wa utu na ubinadamu wa mtu mmoja mmoja. Na pili, unielezee kuhusu salama ya mtu huyu katika mazingira yake. Ukiona haya wajibu huu hautekelezwi, huna mapendo ya kweli, bado kwenye moyo kuna giza, na hujui wajibu wako wa kuongoza watu. Ninaombeni ninyi akina mama, ninaombeni ninyi akina baba, kama viongozi wa familia, jitahidini kumpenda Mungu. Sio kumpenda Mungu kwa maneno, kwa kuubeba wajibu huu ambao Kristo anampa Petro. Ni wajibu unaoangukia ninyi nyote. Hakikisheni ustawi wa utu na ubinadamu kwenye familia zenu. Hakikisheni salama ya watu wanaowazunguka kwenye mazingira yenu. Nimesema wakati fulani ukiona unashindwa, nguvu hizi na kushinda, jitahidi hata kutolea tu hiyo damu, kwa sababu damu ina mambo mawili, ni au inalaani au inakomboa. Fika hapo. Kristo anasema hakuna upendo mkubwa kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya nani? Wakati fulani ninasema tumefika kwenye wakati mzuri wa kuzalisha watakatifu wetu wafia dini hapa nchini. Ukiweza fanya hivyo. Ni kwa ajili ya kustawisha utu na ubinadamu wa watu. Ni kwa ajili ya kuhakikisha salama ya watu ambao wameumbwa kwa sura na mfano wa nani? Imempasa mwanadamu yoyote, inampasa kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Tumtii mwanadamu kama anaingia kwenye wajibu huu. Lakini kama haingii kwenye wajibu huu, imetupasa kumtii Mungu kuliko nani? Mwenyezi Mungu atubariki na kutufadhili.